Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah ametamatisha ziara yake ya kukagua miradi ya maendeleo inayojengwa katika mkoa wa Kusini Pemba kwa kukagua miradi ya maendeleo 15 ikijumuisha sekta ya elimu, barabara, michezo, biashara pamoja na sekta ya afya. Hapa naibu waziri wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Badria Atai Masud akasema, Mheshimiwa Makamo, lakini pia kwa vile wananchi hapa wapo, niwaambie tu kwamba sisi Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi tumeshafanya tathmini ya kutembelea takriban majimbo yote ya Pemba kupitia kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya pamoja na masheha wa shehia zote kufanya tathmini ya mahitaji ya majimbo na mahitaji ya barabara katika maeneo mengine ambayo bado hazijajengwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais lengo lake pamoja na Mheshimiwa Makamo ni kuhakikisha kwamba Zanzibar yote inajengwa kwa barabara zenye viwango vya lami na zege kwa maeneo yote ya mjini na vijijini, Unguja na Pemba. Akiwa katika ziara hiyo, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar amesema serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imekamilisha tathmini ya ulipaji wa fidia kwa wananchi wote waliopitisha ujenzi wa barabara ya Kichaka Chwaka iliyopo katika jimbo la Kiwani na ambao nyumba na vipando vyao vimeathiriwa na ujenzi huo. Leo tumekuja katika ukaguzi tu wa mradi wa barabara yetu hii. Jimbo letu lina barabara nyingi. Nanyi mnajua ziko nyingine tayari zimewekwa lami, ziko nyingine ziko kwenye kiwango cha kifusi, tunaelekea kwenye lami. Mheshimiwa Naibu Waziri ameeleza vizuri sana. Mshauri elekezi ameeleza vizuri sana. Barabara hii ina mambo mawili tu. Jambo la kwanza, tunaelewa kuna wananchi wanapaswa kulipwa fidia. Na habari njema kabisa, wenzetu wa Wizara ya Ujenzi wameshakamilisha kazi yao, na juzi ripoti ya wananchi hawa imeshapelekwa Wizara ya Fedha kwa ajili ya kuwekewa fedha wananchi kupata haki yao kwa mujibu wa sheria na utaratibu ulivyokuwa. Kwa hiyo nilitaka niwaambie wananchi wa Chwaka kwamba lile suala la fidia litakamilika ndani ya kipindi kifupi kijacho. Na hapa tunawaambia Wizara yetu ya Ujenzi, serikali ya mkoa, serikali ya wilaya imefanya kazi nzuri sana. Shauri elekezi amefanya kazi nzuri sana. Tayari wale wanaostahiki kulipwa fidia taratibu zao zimeshakamilika. Sasa tunamalizia tu taratibu za upatikanaji wa fedha. Nami niwaahidi zitapatikana tu biidhnillahil karim ndani ya kipindi kifupi kijacho. Tuendelee kuwapa mashirikiano wakandarasi wetu. Mradi huu ni mzuri na una tija kubwa kwetu. Utatusaidia sana, na wanachwaka ndani ya kipindi kifupi tutakuwa tumepata barabara yetu ya lami yote kwenye maeneo yote, barabara iliyokamilika. Nikisema hivyo naomba mnielewe. Wakati huo huo, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar alikagua ujenzi wa soko la kisasa la samaki na mboga mboga Kengeja, kwamba wale waliokuwepo awali warejeshwe katika soko hili kwa utaratibu unaonekana unafaa. Tumeelewana eh? Lakini la pili, soko hili lipo Kengeja. Hili tofauti na soko ambalo lipo Chake Chake, tofauti na soko ambalo lipo Wete, tofauti na soko ambalo lipo Mkoani. Bei zizingatiwe kwa mujibu wa maslahi na maisha ya watu wa Kengeja. Hili jambo lizingatiwe. Saa nyingine atasema unajua bwana, tumepata gharama sana. Kweli, lakini hii malengo yetu hasa si biashara sisi. Malengo yetu sisi ni kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo bei, Naibu Katibu Mkuu, zizingatiwe. Sisemi kwamba wapewe bure, hapana. Lazima wachangie, lakini bei zizingatiwe kwa mujibu wa mazingira yalivyo, kwa sababu yako maeneo yaliwekwa bei si rafiki, ukienda vikuta vyote havina mtu. Sasa ile tija ya Mheshimiwa Rais haitapatikana. Sisi furaha yetu tukija hapa, wajasiriamali ama wafanyabiashara wamejaa hapa, hapatoshi. Hii ni Chum TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ni mimi Kazija Mwinyi.